Mtazamaji, habari za kazi na hongera na majukumu ya siku zote. Mtazamaji, nimesimama mbele yako kwa ajili ya kuzungumza jambo moja kuhusiana na Askofu Josephat Gwajima, ambaye hivi karibuni yametokea mambo kadha wa kadha ambayo yametokea. Nimejipa tafakuri kwa namna moja ama nyingine. Ninadhani Askofu Josephat Gwajima kama alikosea, na hakika kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu ijulikane sisi sote kila mmoja ana namna ya kupokea mambo, na pia sisi sote kila mmoja ana namna ya kusema kwake. Mimi ni muumini wa kusema katika misimamo ambayo haitukani wala kubeza watu, lakini yawezekana pia wengine katika misimamo hiyo hiyo ya kwangu ambayo naona kwamba ni sahihi, labda inakwaza watu wengine, na ninaamini wapo wanaokwazika katika uwasilishaji wangu wa hoja mbalimbali katika jamii. Ikumbukwe, Josephat Gwajima ni mbunge wa jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam. Josephat Gwajima ni askofu wa kanisa lake analoliongoza. Josephat Gwajima lakini pia yeye ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa wa inaita NEC. Na kikao cha NEC mara kadhaa huwa yawezekana labda ni mara chache, ambapo siwezi kusema kwamba labda sina uzoefu kwa namna moja ama nyingine, lakini tangia nimeanza kufahamu kidogo masuala haya ya siasa, hakuna kikao cha NEC ambacho kinakuwa live kwenye TV, bali mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi huwa mara nyingi ndio unakuwa live ama mubashara. Ninachotaka kusema ni nini? Ninachotaka kusema ni kwamba licha ya Askofu Gwajima kueleza katika press yake conference na waandishi wa habari, akieleza kwamba anaeleza kama raia wa Tanzania, raia huru, lakini ni muhimu tukapunguza matumizi mabaya ya hasira. Hata kama jamii tumekasirika kiasi gani, ni muhimu sana tukaanza kupima kwa namna moja ama nyingine, tukiwa na utulivu kidogo. Ninahisi Josephat Gwajima alikosea kwa namna moja ama nyingine kueleza kwamba yeye anazungumza kama raia, wakati kimsingi yeye si raia wa kawaida, ni kiongozi wa wananchi, wa umma wa Tanzania kupitia dhehebu lake nalo odiongoza, lakini pia ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa. Katika kikao hicho cha NEC, ninadhani kama bunge linampa mbunge dakika 10 ama 15, sina uhakika kama ndani ya NEC huwa wanapewa muda wa kuzungumza usiozidi dakika 15. Ninafikiri kwamba labda angeweza kuwasilisha hoja zake ndani ya kikao cha NEC, ingawa yeye anajua zaidi kwamba kwa nini alishindwa au hakuweza kuwasilisha yale aliyokuwa ameyazungumza, ambayo kimsingi ni malalamiko ambayo yako mtaani kwa kiasi kikubwa. Wengi hawapendezwi na yanayoendelea, hususan swala la upotevu wa watu ama uhai wa watu, ama wengine wanaita masuala ya kuteka binadamu. Kama alikosea kwa minajili hii ambayo nimezungumza, kwamba alipaswa kama kiongozi labda kumwambia, kwa sababu kikao hicho cha NEC huwa kinaongozwa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Ni waombe wenye mamlaka, ikiwapendeza, wamsamehe Dr. Askofu Josephat Gwajima katika yale ama katika ule uwasilishaji wake, lakini kama zipo hoja ambazo kimsingi jamii iliyo kubwa
inakubaliana nazo, basi ikiwapendeza wazifanyie kazi hizo na kumsamehe Josephat Gwajima. Na kwa sababu mpaka sasa watu wanauliza Josephat Gwajima yuko wapi, hali ambayo inaendelea kutia mashaka na wasiwasi kwenye jamii, kitu ambacho sidhani kama ni kizuri sana. Josephat Gwajima amekosea kwenye uwasilishaji wake, lakini naamini zipo hoja ambazo amezipatia kuzieleza, ingawa uwasilishaji wake labda ulikuwa mbaya, na kwa nini asingeweza kuwasilisha kwenye kikao cha NEC, na vyovyote vile kwa namna ile ambavyo labda wengi wangependa kwamba angewasilisha huko. Lengo langu ni moja. Tanzania tunapaswa kuwa vijana ama wananchi wenye furaha wakati wote, na tunapaswa kutokuwa na hofu ambazo zinaletwa kutokana na vitu ambavyo vinaendelea na watu wanaona. Na wengine wanaogopa tu kusema kwa namna moja ama nyingine, lakini watu wanaona kabisa. Yaani hili wala alijifichi, huku mtaani liko wazi kabisa, watu hawaridhishwi na haya mambo yanayoendelea. Na ndio maana kuna muda nimemuomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye hotuba yake atoe mwelekeo wa nchi kama alivyokuwa ameanza mwanzo. Asiongoze taifa la watu wenye machozi. Nimalize kwa kusema Josephat Gwajima, askofu wa Kanisa la Ufufuo na Uzima, mbunge wa Kawe jijini Dar es Salaam na mneki wa Chama cha Mapinduzi, asamehewe katika uwasilishaji wake ambao msingi haukuwa mzuri sana, kwa sababu aliwasilisha hadharani na mambo mengine yalikuwa makubwa kweli kweli. Hivyo asamehewe, lakini serikali ichukue hatua, na Mheshimiwa Rais nafahamu Mama Faraja huyu ataweza kuyaweka mambo mengine yote kwa uzuri, ili taifa letu liendelee kutabasamu na watu wawe na amani katika mioyo yao, wasiwe na hofu ya kuogopa kwamba nini kitakuwa juu yao baadaye ama kesho. Tanzania ni mahala salama pa kuishi. Dunia ni mahala salama pa kuishi. Hivyo ni muhimu sana tukawa viongozi wa kuwapa tabasamu watu. Natamani sana tuendelee kuwa na tabasamu katika nchi yetu. Asiwepo mtu mwenye hofu. Sisi sote ni wamoja. Kama yalikuwepo ambayo yamejitokeza, yasijirudie, na tuendelee kusonga mbele tukiwa kitu kimoja. Sisi ni Watanzania. Tanzania yetu kwanza. Na yanapotokea mengine ambayo ya kukwazana, kwa sababu sisi sote ni binadamu. Kila mmoja anakosa. Wengine wanakosa kwa kujua na wengine wanakosa kwa kutokujua. Hivyo tubebeane msamaha. Na mahala pengine nimekuwa nikisema kwamba kujifunza hakuna umri, na kukosea hakuna umri wala cheo. Kwa hiyo tunajifunza kutokana na mazingira. Tunaendelea kujifunza kila siku. Wakubwa wanajifunza kwa wadogo, wadogo wanajifunza kwa wakubwa, wakubwa wanajifunza kwa wakubwa wenzao, wadogo wanajifunza kwa wadogo wenzao. Ndio maisha. Kwa hiyo kukosea binadamu si jambo ambalo linapaswa kuleta taharuki kubwa katika nchi, katika jamii. Sisi sote ni wamoja. Tuendelee kuelewa kwamba kukosea ni kwetu sisi binadamu, na kupatia pia ni kwetu sisi wanadamu. Lakini kujifunza hakuna umri, kujifunza hakuna cheo. Ndio maana natokea kama mahala pengine au mahala pengi, hata viongozi wakubwa wanakuwa na washauri wao, na wao wanaendelea kujifunza vitu kadhaa kutokana na mabadiliko ya dunia, kutokana na mabadiliko ya uongozi, kutokana na mabadiliko ya ulimwengu, kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Mambo mengi kweli kweli katika kujifunza. Kwa hiyo mtu anapokosea kwa namna moja au nyingine, akichukua muda fulani, na hasa sisi wenzake tukimbeba msamaha, anaweza pia kujifunza kwa namna moja ama nyingine, akawa si yule ambaye tuliona kwamba labda ni mtu mwenye roho ngumu. Roho yake kawa kumbe ni kawaida tu. Ni kuelekezana na
ambiana kwamba mwenzetu kwenye hili umekosea na unatakiwa labda kufanya hivi, na yawezekana ulikosea kwa makusudi au kwa bahati mbaya, kwa uzembe, kwa namna zote zile, kwa sababu ni ya ubinadamu. Tusameheane. Watanzania, pokeeni tabasamu. Naamini Mheshimiwa Rais atakuja na kauli njema sana, kama si leo, kesho, baadaye ama kesho kutwa. Tanzania is a very tranquility place. You're most welcome.